Moja kutoka kaunti ya Machakos, kaunti ndogo ya Matungulu, inalilia haki baada ya mwana wao wa gredi ya 10 kufariki shuleni. Mwanafunzi huyo alibanwa na lori la shule ukutani alipokuwa akisaidia kulikwamua. Haya yanajiri huku upasuaji wa mwili wa mwanafunzi wa gredi ya 8 wa shule ya msingi ya Moi ambaye alifariki jana shuleni ukibaini kwamba alifariki kutokana na matatizo ya kupumua. Mwanahabari wetu Evans Asiba anaeleza mengi. Huzuni na majonzi zimegubika familia ya Samuel Munyao, mwanafunzi wa gredi ya 10 aliyefariki shuleni Jumapili baada ya gari ya shule kumfinya ukutani walipokuwa wakisukuma pamoja na wenzake ili liweze kwenda. Mwanafunzi huyo alitangazwa kufariki punde tu walipofikishwa katika hospitali ya rufaa ya Machakos. So kufika tukapata watu ambii vizuri chenye kimehappen. Saa thereafter tukapata aliaga. So hii ajali ilifanyika shuleni. Called by the driver to go and push it for it to start. Then the boys stalled the ride from the rear side of the lorry. It was a third time when one of the boys slipped from the lorry and it was pressed against the pavement by the rear tires of the left side of the lorry. Katika kaunti ya Nakuru, upasuaji wa mwili wa mwanafunzi wa shule ya msingi ya Moi aliyefariki jana akiwa shuleni umebaini kuwa alifariki kutokana na matatizo ya kupumua. Daktari wa upasuaji katika hospitali ya rufaa Nakuru, Titus Ngulungu, akisema mwili wa mwanafunzi huyo haukuwa na majeraha yoyote. This body has not reviewed any major trauma. The body only reviewed a small trauma which was minor on the forehead. And dissected all the subcutaneous tissue and did not find any evidence of trauma. The class teacher noted that some learners were in class and others were outside. So he told them to go back to class. And he told them some of those who were outside should stand in front. And when they stood in front, he started questioning them one by one. Even before he reached the third person, the boy collapsed. And the circumstances surrounding the boy's death, somehow we get confused and we don't understand how this happened. From the doctor's report, that is after postmortem, well, we accept what has happened. We agree with the findings. Aidha, mwanafunzi mwingine wa kidato cha 3 aliyeripotiwa kufariki katika shule ya sekondari ya Katoloni Machakos alifariki kutokana na homa ya mapavu. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya uchunguzi wa maiti uliobainisha kwa Konsolata Nduku alikuwa ameathirika na homa hiyo kwa muda mrefu. Tulikuwa hapa sababu postmortem yule mtoto aliaga na daktari alijaribu akatuelezea kwamba ni pneumonia. Ilikuwa imeingia kwa lungs na vitu vingi zikaonekana hizo. Hakuna kitu kingine inaonekana. Naambiwa mtoto alikuwa na pneumonia na kulingana na vile enyewe ilikuwa inaonekana haikuwa ya siku hiyo. Evans Asiba, runinga ya Citizen, kaunti ya Nakuru.